Ajila pili ambayo nataka tuombee mji wetu wa Voi. Tuombee mji wetu wa Voi. Haleluya. Kila mahali tunaenda tunawasha mioto, tunaangusha maombi, tunaangusha mbegu za maombi, tukijua ya kwamba zitakusanyika pamoja, zitamwinukia Bwana na zitaangusha kama mvua kwa wakati wa Bwana. Isaia 60:3. Maandiko yanasema nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Rudia tena msomo. Isaia 62:3. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Mstari wa kwamba Bwana anatuambia tutakuwa taji na kilemba cha mfalme mikononi mwa Bwana. Haleluya. Na kwamba tutakuwa kilemba cha mfalme, kilemba cha mfalme mikononi mwa Bwana, na kwamba Voi haitajulikana kwa maovu, na kwamba tutafanyika kilemba cha mfalme mikononi mwa Bwana. Mstari wa 4. Hutaitwa tena liacho, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa. Ya kwamba nchi yetu haitaitwa tena ukiwa. Hatutaitwa walioachwa. Nchi yetu ama city yetu ama Voi yetu haitaitwa walioachwa. Itajulikana kwamba yuko Mungu ambaye tunamtumikia, yuko Mungu ambaye anatupenda, yuko Mungu ambaye anatupigania. Hii wetu hatutajulikana kama ukiwa. Tutapokea mvua kwa wakati wa saa, tutapokea mvua kwa wakati wa saa. Tukupe jina la Bwana. Bali utaitwa Efsiba, utaitwa Efsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia. Kwa kuwa Bwana anafurahia Voi. Bwana anafurahia Voi. Amsha kwa sauti yako. Tunatangaza
itaitwa tena, itaitwa tena, inafanyika tatu na itaitwa tena. Sisi si changa, sisi si changa, sisi si changa, sisi si ombi la mwisho, ila watumishi wa Mungu. Ombi la mwisho, ila watumishi wa Mungu. Kwa Mungu andiko umepata. Baba wewe, Baba wapendwa, katika familia yetu ya Voi, wako watumishi mbalimbali ambao Bwana amewainua kwa ajili ya kazi yake. Wako makanisa tofauti tofauti, lakini wana mzigo kwa ajili ya mabadiliko ya Voi yetu. Tungependa tuchukue muda kuwaombea, kwamba Bwana atawatia nguvu, kwamba Bwana atawapatia neema, atawazidishia neema. Wapendwa, kazi ya Bwana si rahisi. Wengi wanatamani kukata tamaa, wengi wanakutana na matatizo ya kifedha, wanaachana na huduma, wanaenda biashara, wengine wanaenda kwa shughuli tofauti tofauti kwa sababu wanajitafutia, wanatafuta kupaza hema. Lakini leo tunaweza paza sauti yetu kuwaombea. Naomba tusomee andiko katika jina la Yesu Kristo. Isaia 61:7. Inasema badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Baraka maradufu, kuinuliwa maradufu, kupanuliwa maradufu, amani maradufu, nguvu maradufu. Na kwa sababu ya aibu yao watapewa nini? Na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Wataifurahia utumishi wao. Watafurahia utumishi wao. Ya kwamba Bwana anawashukia na kuwapatia
vulnerable, mahali wameaibika, mahali wamechekelewa, mahali wameaibika kwa ajili ya mwili wa Kristo. Wale ambao wana mwili ama wana moyo wa kweli kwa ajili ya kazi ya Bwana, kama Bwana atawapatia maradufu. Na basi katika nchi yao watamiliki maradufu. Na furaha yao itakuwa ya milele. Ya kwamba Bwana anawapatia furaha si kidogo. Furaha ya milele. Tunaweza inua imani zetu. Ya kwamba Bwana saidia katika kila mtumishi yote ambaye anataka katika kazi ya utumishi, tumikia Bwana katika tumikia Bwana katika mambo ya kawaida, ukawaheshimishe, inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako, usichelewe kufanya usicheke mpende shida la Yesu sauti yako, kwa ajili yao usimishe kazi usimishe rejeleo usimishe kwa yule ambaye anasema mimi nilikuwa nimeenda nchi ambayo natamani nirudi kwa baba yangu, natamani nirudi kwa baba yangu, natamani nianze 2025 mpya, nianze upya, naweza rudi mahali niliangukia, niendelee tena upya. Ninachukua ujasiri kurudi kwa baba yangu. Nataka uelewe ya kwamba bila Bwana utaweza. Unapiga upepo, unakimbia lakini hutaenda. Unamhitaji Bwana ili uweze kubadilisha hatima yako, na kwamba kuna sehemu njema, beautiful future ambayo Bwana amekuwekea mimi na wewe, ambapo ukifanya uamuzi unafanyika sehemu ya kuwa mwana. Unaporudi unafanyika kuwa sehemu, unafanyika kuwa mwana, unafanyika kuwa mwana. Iwapo kuna mtu kama huyo, anaweza inua mikono yake.
mkono tu mmoja na ukuje kwa ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Inua mkono wako na ukuje karibu. Asante. Uja. Yupo mwingine pengine. Pengine kuna mwingine ambaye angependa kufanya maisha yake kubadilika. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunamwombea Charles Kigo, ya kwamba Bwana amekupokea leo, ya kwamba Mfalme tunakiri katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana kama vile aliingia ndani ya ufalme huu, tunaomba Roho Mtakatifu akamsaidie, akamjae sasa mahali hapa kamiliki, ili akaweze kupata mwelekeo. Tunanenea mawazo yake, tunanenea nia yake katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana kila minyororo ikavunjike, kila aibu ikafutike katika jina la Yesu Kristo. Anapoenda kulala, Bwana kaamke na utofauti katika jina la Yesu Kristo. Na pia tunamwombea uponyaji. Amesema kwamba na ule wenye maumivu mguuni, tunatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo, na kwamba Bwana ukaguse sehemu hiyo ya mguu katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji wa Bwana katika jina la Yesu Kristo, katika miguu yake Bwana, chochote ambacho hakupata tunang'oa sasa katika jina la Yesu Kristo, tukitangaza uponyaji, tukitangaza afya, tukitangaza afya katika jina la Yesu Kristo, afya ya roho pamoja na mwili katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah.
wenye mahitaji tungependa kuombea kwa muda mfupi sana. Wenye wanataka kuombewa, wanahitaji pengine mgonjwa, pengine kuna kitu unahitaji kuombewa, kuja karibu. Kuja karibu, kuja karibu. Wenye mahitaji, tafadhali kuja karibu wenye mahitaji, wenye mahitaji. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana, tunatuma maombi kwa mzazi wa binti huyo. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Maandiko yanatueleza kwamba hakuna umbali katika ulimwengu wa kiroho. Yes. Anasema mguu umejaa, ya kwamba umefura ama una uvimbe. Yes. Hivi basi sasa katika mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunatuma uponyaji. Tunatuma uponyaji. Tunatuma uponyaji. Tunatuma uponyaji. Kila uvimbe uyayuke sasa. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Kila uvimbe uyayuke sasa. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Kila uvimbe uyayuke sasa. Pia tunamwambia mtoto wake huyu katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kila matatizo ya usemi ya ulimi wake ukaelekee sasa na kaanza kunena vyema ukamilifu katika jina la Yesu. Ulimi huo ukaelekee sasa akanena vyema. Tunakemea roho ya muziki katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu we speak life. Neno hai uzima katika jina la Yesu. Kila kikugumisho tunakemea katika jina la Yesu. Kwa maana huyu tunaomba uponyaji sasa. Uponyaji katika jina la Yesu. Amani ya mwili katika jina la Yesu. Tunatangaza uponyaji kuanzia nywele zako hadi kucha zako katika jina la Yesu. Hakuna maradhi ya Misri katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunatangaza chochote ambacho ni chako, ambacho amenyang'anywa, tunamrejeshea sasa. Tunatangaza haki kwa mama huyo. Tunanena katika jina la Yesu.
damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uponyaji kwa nia katika jina la Yesu. Mungu anasema tusiwe na wasiwasi, tusiwe tusumbue shamba lolote mahali pa kusali na kuomba na haki na amani ya Bwana atatawala mawazo yetu na nia zetu. Kuanzia leo talala la Yesu mdogo. Amen. Talala vizuri. Yes. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Utele bado shalama. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye umeokota watu mavumbini na kupa siku za usoni njema. Yes. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Yes. Kamwonee huruma mzee huyu. Yes. Muhurumie mzee huyu. Yes. Muhurumie. Onyeshe rehema. Kwa jina la Yesu. Onyeshe kwamba wewe ni Mungu ambaye unaweza badilisha. Unaweza jitolea utukufu na ushuhuda katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Tunatamani Bwana, wakati tutakapokuja tena, tutapata ripoti njema kuhusiana na watu ambao wamewagusa, kubadilisha nia zao, kutukuza jina lako. Tunaomba Roho Mtakatifu amjae kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Ukapate nafasi na milki ndani ya mwana huyo katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Amen. Amen. Ningependa tufanye tendo la kiroho. Tuweza kupata maji. Wale ambao wana manyumba karibu ama duka, wanaweza chukua chupa ya maji pale kwa duka moja, chupa ya maji. Ama tuna mafuta, chupa ya maji. Tunataka kuweka alama mahali hapa. Asante mama. Bwana kubariki sana. Asante. Unaweza. Hakuna jambo unaweza.
Baba, tunaomba ukapulize pumzi yako katika maji haya. Yes. Si maji yana nguvu, yes, bali tu ni ishara ya Roho Mtakatifu. Asante Mfalme, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Yes, popote ulienda ulitenda mema. Umeweka mziko moyoni mwetu, na kwamba tuende tukiweka alama zako, na kwamba tukaweke alama za ufalme wa Mungu, tukaweke alama za haki ya Bwana, tuweke alama ya kwamba Mfalme umefika hapo. Na wakati Bwana tunaweka alama hizi, Roho wako anapata nafasi ya kufanya kazi zake katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi, kwa nguvu za Roho Mtakatifu tunatangaza mahali hapa amewekwa wakfu katika jina la Yesu Kristo, na kwamba kazi za Bwana zitazidi kudhihirika, amani ya Bwana itazidi kudhihirika mahali hapa katika jina la Yesu. Amani ya Bwana itatawala, ndoa za hapa zitasimama, na Bwana inazidi kupona katika jina la Yesu Kristo, na kwamba Bwana inazidi kujitukuza, na kwamba mahali hapa Bwana Mungu itabaki ikiwa wazi. Waombezi wanainuka, mitume wanainuka, manabii wanainuka, wainjilisti wanainuka katika jina la Yesu. Asante Baba, maana kazi zako zimeimarika na hakuna shetani atakaye kuja kuzivunja. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. La kukushinda hakuna jambo lingine la kushinda. Maandiko yanasema ya kwamba tuheshimu wakubwa, yes, na tuwapatie viongozi nafasi wanayostahili. Kwa basi mmoja wetu, baba yangu Reverend Peter Mwaura ako kati yetu. Yes. Acha shughuli zote ili akuje kusimama na sisi. Yes. Pia natambua uwepo wa mama yangu Pastor Rose. Yes. Ambaye ako hapa katikati yetu. Yes. Wamesimama na mimi kuanzia siku ya kwanza. Yes. Nikienda kuhubiri pale Bethel. Wakati tukakodisha speakers. Wametembea na mimi, wameomba na mimi. Nina uhakika kwamba kuna mtu uniombea katika ulimwengu, maana kila siku nasikia akitaja jina langu. Reverend, naomba ukuje usalimie watu hata tunapo makofi mazuri tupigie makofi. Tupigie makofi baba yetu katika jina la Yesu Kristo. Jampatia nafasi mke wangu kwanza awasalimie. Haleluya. Alafu niwasalimie to God kwa jina la Yesu. Yes. Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mwakigari, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ni furaha sana kuja kufika mahali hapa kuleta hii injili, Yes. na hata kuwaombea watu wa Mwakigari. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana hata kwa mama yangu hapa amekuja kusikia injili. Mama Lea, Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaendelea kusema ya kwamba Yesu ni Bwana. Na Yesu ndiye mlango. Pasipo mlango, pasipo Yesu hakuna kumwona Mungu. Hatutaacha kusema hiyo. Wakati hasa huu Yesu Kristo ako karibu kuja. Bwana Yesu asifiwe. Na hata tuko na fundi wangu wa maji, yeye nimemwona saa hii. Umechelewa ukiwa kwa Pima, kwa mama Pima. Na ningeomba ukaja ukaombewa ili hizo nguvu za kwenda kwa mama Pima zikaisha. Bwana Yesu asifiwe.
uache kupimiwa hata Sunday. Unajua Yesu atakuwa anarudi siku ya Sunday. Atakukuta wapi? Atakuja siku ya Jumapili ili asikute tukigombana. Angaa antiosolea mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mama Apostle Josephat na ni mke wa Reverend Peter. Ninawapenda watu wa Mwakikaribia. Barikiweni. Haleluya. Haleluya. Ukipewa nafasi umeichukua vilivyo. Amen. Ningemwalika tu Mama Lea. Mama Lea wasalimie watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kwa Mwakikaribia. Mtoto wetu tunaendelea akiwa mdogo katika tunashangaa anahubiri Injili. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii mbegu imepandwa hapa katika vijana wa Mwakikaribia wewe kama picha. Pia mbona pia anahubiri mtoto mdogo sana. Mtoto hawa ndo wale atakiwana hivi na wajua. Bwana asifiwe sana. Haiko mtoto wetu, Mungu akubariki pamoja na baba zako wote wamekuja kuhubiri Injili. Na kwa Mwakikaribia hii haitabaki hivyo. Hii ni Injili ya mwisho ambapo Yesu atakuja kunyakua kanisa lake. Bwana asifiwe sana. Naona vijana wangu wote wameokoka hapa na pia kama mbegu imepandwa hapa hakika siku. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tutamwomba Mungu akubariki kwa kuleta Injili hii. Kama mngeniambia mimi ningekuja mapema, lakini nilikuwa nasikia vibaya hata nikasema acha nije nikae hapa kumbe ni watu wangu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo msione Injili imekuja bure. Injili iko na kitu. Bwana asifiwe sana. Hao watu wangu walikuwa sijui. Sasa hivyo ndio kama pando nimepandwa hapa si la bure. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki. Amen. 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 Pigieni makofi mazuri. Mama tuliakuwa naye huko Maweni miaka mingi. Kwa hivyo nihabia upande huu alikuwa huko Maweni. Akiokoka ninamsikia alikuwa anatoa sauti kabisa kwa crusade ndogo ndogo kama hizi, na ninasikia vizuri kumuona na kwa akiwa katika maeneo haya. Kwangu ni kusema ni asante sana kwa kupewa nafasi hii na kuona vile kunaendelea. Hakika mimi ni mmoja wenu, kwa sababu nasema haleluya. Nasema mimi ni mmoja na watu wa Ruach au hii kundi la Ruach, shirika la Ruach. Ruach ni kunena ati pumzi ya Bwana. Na kwa hivyo unaposikia Ruach ni kusema ni uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu ni kusema mbele za Mungu kuna furaha tele, na mkono wake wa kulia kuna mema yote. Na mema yote unayapata kwa sababu ya wokovu. Kwa hivyo nasema ni asante kwa kuona vile mnaendelea vizuri, mnaendelea kuinuliwa na Bwana, mnaendelea kufikia vijana wengi katika maombi yameombwa. Hata tumeweka jiwe la msingi hapa, pamekuwa pahali ya mbingu iliyofunguka. Amen. Lakini ukiwa hujaombewa na unahitaji lako, haleluya, unakuja hapa tutaomba tu. Hatutafunga, lango lingali limefunguliwa. Unaweza kuwa unahitaji, hata uwezi kumwambia mtu, usiende nalo nyumbani, tutaliombea. Haleluya. Tunasema tutaliombea na Mungu atavunja nyororo zote, au vifungo vyote kwa jina la Yesu, kwa sababu popote Yesu alienda alitenda mema. Hata sisi ametutuma si kulaani, lakini kubariki na kutenda mema. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Tunasikia hiyo sauti. Hiyo ni ya mhubiri. Kwa hivyo unatakiwa ubadilike. Injili inasema huko mbali kuja karibu na Yesu. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mbarikiwe sana watu wa Ruach. Tunasema ni asante, tutaendelea kusimama na nyinyi. Yes. Kwa sababu tunasema ni kipindi ya lala salama.
Haleluya. Kipindi ya lala wewe. Natatiza sasa mkutano. Kwa hivyo tunasema utasikia. Biblia inatuambia utasikia tetemeko zaidi huko na huko, magonjwa baadhi na huko na huko, njaa huko na huko, vita huko na huko. Haleluya. Na upendo wa wengi watakuwa mbali. Hata watu wa Bwana watachukiwa kwa sababu ya jina la Yesu. Lakini baada ya haya yote, haleluya, injili itahubiriwa pahali kote. Baada ya injili, mwisho utakuja, mwana wa Mungu atakuja. Jiulize wewe, umesikia injili siku ya leo, atakukuta namna gani? Haleluya. Yes. Kanisa ilikuwa imepewa miaka 2000. Haleluya, na imeisha tangu Yesu kwenda mbinguni. Amen. Anarudi wakati wowote. Wewe utakutwa ukifanya nini? Ukiwa wapi? Ukiwa mbali kama mwana mpotevu. Naambiwa rudia Bwana. Jitayarishe, mwana wa Mungu anakuja. Baada ya hii injili ni ujio wa Yesu. Popote utaenda. Amen. Unaweza kuwa hata hatutahubiri injili nyingine hapa kabla mwana wa Mungu hajarudi. Jitayarishe, anakuja kwa wale wamemkubali. Yes. Haleluya. Amen. Wale wamekubali wameandikisha majina yao kwa kitabu ya uzima. Amen. Haleluya. Yes. Jiandikishe jina. Baada ya ufalme huu wote wa wale wanatawala sasa ni ufalme wa Kristo, na utakuwa wa milele na milele. Kwa nini usijiandikishe kwa huo ufalme? Haleluya. Kwa hivyo ni wakati wako. Lango liko wazi. Amen. Akirudi ukimwona juu ya mawingu, anakuja kuhukumu, hata kuja kuokoa. Wokovu ni leo. Leo. Barikiwe milele. Haleluya. Usiache bila kuokoka. Pokea Yesu, patie nafasi maishani mwako na utaokolewa. Mungu awabariki sana. Amen. Nenda umwombee nani hapo nje wokovu. Haya, tusonge karibu basi, tumsifu Bwana, tusherehekee mshindi wa Bwana. Hakuna Mungu kama wewe 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 Bwana. Sotea Yesu. Wakingalo. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Unaweza. Sema Bwana unaweza. Mungu kama wewe Bwana. Bwana unaweza. Yesu unaweza.
anasimama, anajimwaga, nimeweza yote wewe, haleluya ni Mungu wetu. Anasimama, anajimwaga, anajimwaga, haleluya ni Mungu wetu. Yesu wetu anasimama, anajimwaga, anajimwaga, haleluya ni Mungu wetu. Haleluya ni Mungu wetu. Yeriko zilianguka, kwa kelele pingamizi zilianguka. Ningependa tupaze sauti zetu, kila ukuta wa Makingani ukaanguke.
Haleluya! Kila ngome zikaanguke, zikatia kwamba Kristo ni Bwana. Twende tayari. Mbele. Sote haleluya. Bwana Yesu asifiwe. 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 Kumpigie Bwana makofi ya juu. Haleluya. Haleluya. Mgeukie jirani yako. Mwambie vitu vitano. Uisha haraka. Mwambie vitu ila mjisingie. Uisha haraka. Ati njia iyo nyembamba iendayo uzimani, njia iyo nyembamba iendayo uzimani, njia iyo nyembamba iendayo uzimani, njia iyo nyembamba iendayo uzimani. Ukitaka kuingia lazima uogope, njia iyo nyembamba iendayo uzimani, njia iyo nyembamba iendayo uzimani, njia iyo nyembamba iendayo uzimani.